Si ya polisi hiyo gari hapo. Waheshimiwa wachungaji na viongozi wa dini, manaibu kamishna wa polisi mliopo hapa, maafisa waandamizi, maofisa na askari, ndugu waombolezaji, viongozi wa serikali, lakini wakuu wa taasisi mbalimbali na mashirika walioko hapa, ndugu wananchi, tumsifu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Niko hapa kwa ajili ya kusoma wasifu wa marehemu naibu kamishna wa polisi Dairi Athmani Kidabashari. Nitajitahidi kufupisha zaidi kwa sababu wasifu ni mrefu sana. Nitajaribu kunifunulia kwa dakika kidogo. Kama nilivyosema, ufuatao ni wasifu wa marehemu naibu kamishna wa polisi Dairi Athmani Kidabashari. Nikianza na utangulizi ni kwamba naibu kamishna wa polisi Dairi Athmani Kidabashari alizaliwa tarehe 5 mwezi wa 7 mwaka 1964 katika kata ya Waugoro, tarafa ya Maroroni, wilaya ya Arumeru katika mkoa wa Arusha. Kuanzia mwaka 1975 mpaka mwaka 1981 marehemu alipata mafunzo ya elimu ya msingi katika shule ya msingi ya Karangai iliyoko wilaya ya Arumeru katika mkoa wa Arusha. Na mnamo mwaka 1982 mpaka 1985 marehemu alihudhuria masomo ya sekondari katika shule ya sekondari ya Ilboru. Mnamo mwaka 1986 mpaka 1988 marehemu naibu kamishna Dairi Athmani Kidabashari alipata mafunzo ya kidato cha 5 na kidato cha 6 katika shule ya sekondari ya Mzumbe iliyoko mkoa wa Morogoro. Na mwaka 1989 mpaka 1993 alisoma chuo kikuu cha Dar es Salaam ambapo alihitimu shahada ya sheria, kujiunga na jeshi la polisi. Naibu kamishna wa polisi Dairi Athmani Kidabashari alijiunga na jeshi la polisi Tanzania mnamo tarehe 20 mwezi wa 4 mwaka 1994, na hapo ilikuwa ni baada ya kumaliza shahada ya sheria kama nilivyosema katika chuo kikuu cha Dar es Salaam. Kazi alizozifanya katika uhai wake, naibu kamishna wa polisi Dairi Athmani Kidabashari alifanya kazi sehemu mbalimbali kama ifuatavyo. Mnamo mwaka 1994 mpaka mwaka 1997 alifanya kazi za kawaida za jeshi la polisi katika mkoa wa Mbeya. Na mnamo mwaka 1997 mpaka 99 alifanya kazi za upelelezi huko katika mkoa wa Mbeya. Na mwaka 1999 hadi mwaka 2001 alifanya kazi za uendeshaji wa mashtaka na akiwa kiongozi wa waendesha mashtaka katika mkoa wa Mbeya. Lakini mwaka 2001 mpaka 2002 aliteuliwa kuwa mkuu wa upelelezi wa wilaya ya Arusha katika mkoa wa Arusha. Na mwaka 2002 mpaka 2003 pia alihamishiwa mkoa wa Mtwara
kuendelea kuwa mkuu wa upelelezi wa makosa ya jinai wa wilaya ya Mtwara. Mnamo mwaka 2004 mpaka mwaka 2006 alihamishiwa chuo cha taaluma ya polisi Dar es Salaam ambapo alikuwa mkufunzi. Mwaka 2006 mpaka mwaka 2010, kutokana na umahiri wake, marehemu aliteuliwa na kuwa mkuu wa sera na mipango wa shirika la maendeleo la kusini mwa Afrika, yani SADC, na kazi alifanyia Gaborone nchini Botswana. Mnamo mwaka 2006, 2011 hadi 2012, marehemu aliteuliwa kuwa mkuu wa kitengo cha uhusiano wa kimataifa katika jeshi la polisi Dar es Salaam, na hiyo ilikuwa baada ya kumaliza kazi aliyokuwa anafanya kule Gaborone nchini Botswana. Mnamo mwaka 2012 hadi 2015, naibu kamishna Daudi Athmani Kidavashari aliteuliwa na jeshi la polisi kuwa kamanda wa polisi wa mkoa wa Katavi. Na mnamo mwaka 2016, hiyo ilikuwa ni mwezi wa 3 hadi tarehe 3 mwezi wa 6 2017, mwaka huo aliteuliwa kuwa kamanda wa polisi wa mkoa wa Songwe wakati huo mkoa ulipokuwa unaanzishwa. Na mnamo mwaka 2016 kwa maana ya mwezi wa 6 hadi tarehe 11 mwezi wa 7 mwaka 2017, marehemu naibu kamishna wa polisi aliteuliwa kuwa kamanda wa polisi wa mkoa wa Mbeya. Mnamo tarehe 11 mwezi wa 7 sasa mwaka 2017, marehemu aliteuliwa kuwa mkuu wa kitengo cha makosa ya kidini na makosa mengineyo yanayohusikana na hayo katika makao makuu ya jeshi la polisi katika kamisheni ya upelelezi wa makosa ya jinai. Mnamo sasa Agosti mwaka 2017, naibu kamishna Daudi Athmani Kidavashari aliteuliwa kuwa mkuu wa kitengo cha udhibiti wa silaha ambacho kiko katika kamisheni ya upelelezi wa makosa ya jinai makao makuu ya jeshi la polisi wakati huo ukiwa jijini Dar es Salaam. Mnamo tarehe 18 mwezi wa 8 mwaka 2017 hadi tarehe 2 mwezi wa 3 mwaka 2020, marehemu Daudi Athmani Kidavashari aliteuliwa kuwa mjumbe wa Secretariat ya Baraza la Usalama wa Taifa. Na mnamo tarehe 2 mwezi wa 3 mwaka 2020, naibu kamishna Daudi Athmani Kidavashari aliteuliwa kuwa Kaimu Kamishna wa Fedha na Logistics katika makao makuu ya jeshi la polisi Dodoma, kazi ambayo ameifanya hadi umauti unafika. Mafunzo ya kijeshi na mafunzo mengine ambayo alibahatika kuhudhuria marehemu. Naibu kamishna wa polisi Daudi Athmani Kidavashari alipata mafunzo mbalimbali ya kijeshi ndani na nje ya nchi. Nitajaribu kutaja machache kwa sababu ni mafunzo ni mengi na kozi mbalimbali ambazo amehudhuria. Mnamo mwaka 1988 mpaka 1986, marehemu alihudhuria mafunzo ya jeshi la kujenga taifa katika kambi ya Mpwapwa. Juni mpaka Disemba mwaka 1994, marehemu alipata mafunzo ya ukaguzi msaidizi wa jeshi la polisi katika chuo cha taaluma ya polisi kilichopo jijini Dar es Salaam. Mwezi Mei hadi Oktoba mwaka 1999, marehemu alipata mafunzo ya urakibu msaidizi wa polisi katika chuo hicho cha taaluma ya polisi kilichopo jijini Dar es Salaam. 15 hadi 19 Septemba 2003, marehemu alihudhuria kozi ambayo ilikuwa inajulikana kwa Train the Trainers in Fraudulent Document iliyofanyika jijini Gaborone nchini Botswana. Na mnamo tarehe 30 Mei
hadi tarehe 30 Juni mwaka 2004. Marehemu Daudi Athmani Kidabashari alihudhuria mafunzo yanayojulikana kama Advanced Management Course yaliyofanyika katika chuo kinachoitwa International Law Enforcement Academy kilichopo katika jimbo la New Mexico nchini Marekani. Mnamo mwezi Juni mwaka 2004, marehemu alihudhuria course ya Basic Computer Course iliyofanyika katika chuo cha Eastern New Mexico kilichopo Roswell nchini Marekani. Na mwaka 2017 Septemba, marehemu alihudhuria course ya Conflict Management Course for Peacekeepers iliyofanyika Harare nchini Zimbabwe. Mwaka 2008 marehemu alihudhuria course ya Conflict Management Course iliyofanyika vile vile katika chuo cha RPTC kilichopo Harare, Zimbabwe. Vyeo katika ngazi mbalimbali kama ifuatavyo. Tarehe 20 mwezi wa 4 mwaka 1994 alipandishwa cheo na kuwa mkaguzi msaidizi wa jeshi la polisi. Mnamo tarehe 23 mwezi wa 9 mwaka 1997 marehemu alipandishwa cheo na kuwa mkaguzi kamili wa jeshi la polisi. Mnamo tarehe 29 mwezi wa 10 mwaka 1999 marehemu alipandishwa cheo na kuwa mrakibu msaidizi wa jeshi la polisi. Tarehe 20 mwezi wa 12 mwaka 2004 marehemu alipandishwa cheo na kuwa mrakibu wa polisi. Tarehe 21 mwezi wa 7 mwaka 2007 marehemu alipandishwa cheo na kuwa mrakibu mwandamizi wa polisi. Tarehe 28 mwezi wa 4 mwaka 2010 marehemu alipandishwa cheo na kuwa kamishna msaidizi wa polisi. Tarehe 28 mwezi wa 8 mwaka 2013 marehemu alipandishwa cheo na kuwa kamishna mwandamizi wa polisi. Tarehe 15 mwezi wa 7 mwaka 2016 marehemu alipandishwa cheo na kuwa naibu kamishna wa jeshi la polisi. Kifo. Naibu kamishna wa polisi Daudi Athmani Kidabashari alipatwa na umauti tarehe 17 mwezi wa 11 mwaka 2020 majira ya saa 7 usiku wakati akipatiwa matibabu katika hospitali ya ECMC iliyoko eneo la Nchuka jijini Dodoma. Familia. Marehemu naibu kamishna wa polisi Daudi Athmani Kidabashari ameacha mke na watoto wawili. Shukrani. Jeshi la polisi linatoa shukrani za dhati kwa madaktari, wauguzi, watumishi wa hospitali ya BCMC Nchuka jijini Dodoma na wote waliohusika kutoa huduma za kitabibu kwa naibu kamishna Kidabashari hadi alipofikwa na mauti. Kwa maana basi, Inspector General wa polisi Simon Nyakorosiro, maofisa wakaguzi na askari wa vyombo mbalimbali kwa pamoja na watumishi raia wote kwa ujumla wanaungana na familia, ndugu, jamaa na marafiki katika kipindi hiki kigumu cha msiba wa ndugu yetu Daudi Athmani Kidabashari. Baada ya kusema hayo, Bwana alitoa na Bwana ametoa na jina lake lihimidiwe. Asante sana kwa kunisikiliza. Mlioungana nasi katika shughuli hii ya kuhifadhi mwili wa mpendwa wetu Daudi Athmani Kidabashari Suya. Bwana Yesu apewe sifa. Tumsifu Yesu Kristo. Amen. Naamini hapa tuko madhehebu yote, na kama ambavyo tumewachiwa urithi na marehemu baba taifa, baba nchi hii, kila dini ina nafasi yake. Basi nimalizie kwa kusema assalamu alaikum. Alaykum salam. Kama nilivyotambulishwa hapa mwanzoni, mimi ni kamishna wa polisi operation na mafunzo ndani ya jeshi la polisi, naitwa Alberto Sabas. Nasimama hapa kwa niaba ya pale kutoka jenerali wa polisi ambaye pia ni mkuu wa jeshi la polisi Tanzania, Simon Nyakorosiro, ambaye kimsingi alitamani sana awepo hapa kuwakilisha jeshi letu la polisi
lakini pia kuiwakilisha serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini kwa sababu ambazo ziko nje ya uwezo wake hakuweza kufika, na hivyo akanituma mimi nimwakilishe hapa, nilete salamu zake hapa, lakini pia salamu za serikali kwa wanafamilia, lakini pia wakazi wa eneo hili na wale wote ambao watakuwa wameguswa kwa njia moja au nyingine kwa kifo cha mpendwa wetu Zahir Athumani Msuya. Niseme nakosa maneno mazuri na mengi sana ya kuzungumza. Zahir hapa namuita Zahir Kidabashari, lakini mimi namfahamu sana kwa Zahir Athumani Msuya Kidabashari Linja katikati. Namfahamu sana kwa sababu mimi na yeye tulihudhuria kozi moja ya uongozi kwenye chuo chetu cha taaluma ya polisi kule Dar es Salaam mwaka 1999. Kama alivyoelezewa, alipitia katika nafasi mbalimbali na hatimaye mwaka huu kama ilivyoelezwa mwezi wa 3, mkuu wetu wa jeshi la polisi afande IGP Simon Nkorosiro akaona basi inafaa amteue kukaimu nafasi ya kamishna wa operation na mafunzo, akaimu nafasi ya fedha na logistics, nafasi ambayo walikuwa nayo mpaka hapa mauti umekuja. Niseme kwa kipindi chote hicho ambacho aliingia kwenye nafasi hiyo ya juu kabisa ndani ya jeshi la polisi, ofisa huyu alionyesha umahiri mkubwa. Ni ofisa ambaye amefanya kazi kwa weledi mkubwa, ni ofisa ambaye alikuwa na upendo mkubwa, ni ofisa ambaye alikuwa na upendo mkubwa, lakini kubwa naweza kusema ofisa huyu alikuwa na hofu ya Mungu. Kwa sifa hizi nilizozitaja, basi ndio maana akaweza kupewa nafasi hiyo. Kamisheni ya fedha na logistics ni kamisheni nyeti sana popote, sio ndani ya jeshi la polisi. Mahala popote ukienda, shughuli zozote haziwezi kwenda kama hakuna fedha, lakini pia hakuna mipango ya kufanya fedha hizo tekeleze yale majukumu ambayo yako mbele ya taasisi husika. Ninachoweza kusema, ofisa huyu aliitendea haki nafasi ile ambayo alipewa. Kote kule ambako tulikuwa na mikwamo, niseme mikwamo ile ilienda kufunguka, na sasa tuliona kwamba nuru ya maendeleo mapana ndani ya jeshi la polisi yanakwenda kufikiwa. Lakini siku zote kama tunavyosema kwamba binadamu tuna mipango, lakini Mwenyezi Mungu naye ana mipango yake. Hali hii ndio imetokea. Siku zote tumeaswa na viongozi wetu wa dini kwamba kazi ya Mungu haina makosa. Yatasemwa mengi, lakini yote hayo hayana maana, na msingi ni kwamba lazima tuamini kwamba maandiko matakatifu yanasema kwamba kila nafsi itaonja mauti. Tunazaliwa, tunakuwa. Unaobahatika kuzeeka, lakini hakuna mkataba wa kufikia umri wa kuzeeka au ule umri uliotajwa katika maandiko matakatifu wa miaka 70 au 80. Sisi, dunia hii ni mali ya Mungu, ni shamba la Bwana, na kila kiumbe aliyeko dunia hii ni zao la Bwana. Sasa mwenye shamba kwa wakati wote anaweza akaamua lini avune ndani ya shamba lake. Kwa hiyo ilimpendeza Mwenyezi Mungu kuona sasa zao lake linaloitwa Kidabashari limekomaa, kwa hiyo linahitaji kuvunwa. Kwa hiyo tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa maamuzi yake. Ndugu zangu wana familia, sisi wote, jeshi la polisi pamoja na ninyi, lakini pia serikali yote ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kama mlivyosikia sifa zake,
afanya kazi ndani ya nchi, lakini nje ya nchi. Weledi aliyokuwa nao tulikuwa tunategemea sana, lakini mimi wanafamilia, msaada aliyokuwa nao nilikuwa mnahitaji sana, lakini imeshatokea. Mungu akitoa ana namna yake ya kuwafariji. Kwa hiyo tuendelee kumwomba Mwenyezi Mungu atatufariji na tutafikia malengo yaliyokusudiwa pamoja na kuondokewa na mpendwa wetu. Kazi yake hapa duniani, jukumu liko kwetu sisi ambao tumebaki. Tumejipanga vipi? Hatujui siku wala saa. Anayefuata baada ya hapa hatujui nani. Ni bora sasa kwa tukio hili lililotokea liwe ni fundisho kwetu sisi tuliobaki, kwamba tunatakiwa sasa tuanze kujipanga, kwa sababu siku au saa tufikane. Kwa marehemu, kama alivyosema maafisa na askari tuko kwenye uniform, tutapiga saluti sote.
Fungua mlango. Je, ungemgonga mtoto? Hii ni double star. Double star? Yeah, double star ni tairi bora na imara, inapatikana kwa Bin Sulumu, inadumu miaka buku.